wa mchezo namna gani? Kwanza mimi kila siku nawaambia kwamba Young Africans sio bora, sisi bado tunajitafuta. Tunajitafutaje? Tunajitafuta ku-maintain katika kushiriki hii michuano. Kwanza kwenye michuano ya ndani tuwe na uhakika wa kupata nafasi kuweza kushiriki michuano ya kimataifa, na kimataifa tuweze kukompiti dhidi ya wapinzani wetu. So ukituangalia bado tunajitafuta. Hasa ni kwa upande wa kukompiti dhidi ya timu zinazotoka ukanda wa kaskazini. Kwanza kabisa mimi naomba niupongeze uongozi wa Young Africans. Injinia mwanaume sana. Injinia mwanaume ameweza kucheza na vichwa vya wewe ambao wengi wamekuwa wanamsema. Umeelewa? Watu wengi wamekuwa wanamtukana injinia. Lakini injinia kuja na kauli ya kwamba sisi tunataka malengo yetu tufike makundi, hakuwa mjinga. Kuna bomu linatengenezwa. Kwa hiyo mimi naamini timu ya Young Africans hatujafanikiwa kuingia robo finali, haimaanishi kwamba wale walioingia hawakuwa bora au Young Africans ameshindwa kuingia yeye hakuwa bora kwenye michezo aliyocheza. Ukiangalia kwenye kundi la Young Africans, kila mtu alikuwa amemkatia tamaa Young Africans, na watu wengi hawakutarajia kama Young Africans hata alichokifanya kwamba angeweza kukifanya. Lakini mwisho wa siku Young Africans kwenye kundi la Yanga, kila timu iliyo qualify na Young Africans ambayo haija qualify wote wameshinda mechi mbili. Ahali kashinda mechi mbili, Farabat kashinda mechi mbili, Yanga kashinda mechi mbili. Ahali kasare mechi 4, Farabat kasare mechi 3, Yanga kasare mechi 2, akapoteza mechi 2. Kwa hiyo kitu pekee tulichopungukiwa ni kwenye sare moja dhidi ya Farabat tumepata kwenye uwanja wake wa nyumbani. Unajua kwenye mpira wa Afrika unachezwa kwenye uwanja wa nyumbani kuliko uwanja wa ugenini. Hii sio Ulaya. Ulaya unafungwa popote. Ndio maana utaona Arsenal anaenda anamfunga Madrid kwenye uwanja wake, Madrid anamfunga nani kwenye uwanja wake. Lakini kwa mpira wa Afrika unatakiwa utengeneze standard ya kuwa na uhakika wa kuondoka na alama 9 kwenye uwanja wako wa nyumbani. Ndio kitu ambacho Stade Malien amekuja nacho. Baada ya kukaa misimu kadhaa Stade Malien hashiriki michuano ya kimataifa, akaona kuna upungufu vilabu vingi vya Afrika wanavyo. Upungufu huo ni kupata matokeo chanya kwenye uwanja wake wa nyumbani. Hiyo kitu hata Mamelodi imemtokea, amesare pale kwenye uwanja wake wa nyumbani. Unaelewa? Nikamforce kwenda kutafuta alama moja aliyoipoteza kwenye uwanja wake wa nyumbani kwenda kuitafuta ugenini. Akasare dhidi ya wale wanaotoka Kongo nadhani. Ya FC Lupopo. Umeelewa? Maana yake ni nini? Ni kwamba mpira wa Afrika unataka zaidi uwanja wa nyumbani kuliko uwanja wa ugenini. Ukiwa na consistency ya kutumia uwanja wa nyumbani vizuri, unakuwa na mguu mmoja 70% mpaka 80 kwenda hatua ya robo finali unakuwa nayo wewe. Kwa hiyo mimi nadhani na ipongeza Al Ahly na ipongeza Farabat, wamefight na hata wao wenyewe wanajua upinzani waliokutana nao dhidi ya Young Africans. So wamestahili kwenda robo finali, na sisi tunakuja kujipanga kuhakikisha tulipokosea msimu ujao tunaweza kupafanyia marekebisho, kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa kwenda hadi robo finali, hata ikiwezekana tukapata nafasi ya kwenda mpaka nusu finali. Kwa hiyo mimi nadhani napongeza uongozi wa Young Africans, napongeza benchi la ufundi, napongeza wachezaji, wamefight, mashabiki kwa ujumla wote waliojitokeza kuipambania timu. Tumehakikisha tumeanza salama, tumemaliza salama. Hatujafanikiwa kwenda robo finali, tunarudi kujipanga, kujua wapi tulikosea, tuweze kuparekebisha, wapi tulifanikiwa, tuweze pia kuparekebisha ili tufanikiwe zaidi, kuhakikisha tunapata matokeo yatakayotupeleka robo finali msimu huu. Pamoja na yote kwamba mnafikia fuzu kwa robo finali, lakini bado ni wazi kwamba mnaishi kwenye malengo yenu, kwa sababu malengo yenu ni sababu ukijiwekea kitu kwamba ni lazima nikipate, basi unatakiwa ukipate, yani ufanye juu chini ukipate. Ikitokea hujapata pia bado hutakiwi kubeza. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani Young Africans alisema uongozi usema malengo ni kuishia makundi. Lakini bado yote kwa yote ni mbinu ambazo uongozi ulichagua kuingia nao vitani. Sababu unapoenda kupigana dhidi ya jeshi fulani au jeshi la taifa fulani, huwezi kumpatia mpinzani wako mbinu gani unayoenda kutumia au silaha aina gani unayoenda kutumia kumdhibiti yeye. Ni lazima utumie njia zako, utumie maneno yako kuhakikisha unaingia nayo ukutani. Kwa hiyo yote kwa yote tunawashukuru wachezaji,
viongozi katika engo zote, mashabiki na benchi la ufundi, kuhakikisha tumeanza salama, tumemaliza salama, tutarudi tukiwa imara zaidi. Mashabiki wa Young Africans baada ya kutajwa kwa tarehe ya dabi uwanja ambao zamani kuchezea hiyo ikiwa ni Zanzibar, amekonfirm ni wazi kwamba dabi ya Kariakoo tarehe 1/3 tutacheza uwanja wa Amani. Ipokeaje? Ni lazima wakubali kwa sababu Young Africans ndio mwenyeji wa uwanja, mwenyeji wa mechi, unaelewa? Kwa hiyo kisheria mwenyeji wa mechi ndio mwenye mamlaka ya kutaja uwanja gani ya utumwa, ili mradi tu atoe taarifa ya uwanja ndani ya siku 7 kabla mechi haijachezwa. Kwa hiyo Yanga amepeleka maoni au maombi ndani ya muda mwafaka, sababu unapotoa taarifa mapema unampatia mpinzani wako wepesi wa kujiandaa kwamba nitafikaje kwenye ule uwanja. Ikiwa unataka kubadilisha mechi, kuitoa saa muda au kupeleka kusogeza mbele, ni lazima utoe taarifa masaa 24 kabla ya mechi. Ukiwa unabadilisha uwanja, ni lazima utoe taarifa siku 7 kabla ya mechi. Kwa hiyo sisi kama sisi, uwanja wa Amani Complex ndio uwanja wetu ambao tunaenda kufanyia mauaji. Ule uwanja lile ni gereza la Guantanamo. Gereza la Guantanamo linapatikana nchini Sweden. Nchini Sweden ni nchi ambayo Trump alienda kuomba lile gereza kwa ajili ya watu wake ambao ni watukutu, like kina Bididi waende kuhifadhiwa mle, sababu lile gereza lina mlango mmoja. Sasa na sisi kuna safu ya ushambuliaji ile inaitwa Bididi, mafuta watakuja nayo wao. Hao wachezaji wanaowasifia wamekutana na vibonde wenzao, maana KMC inashuka daraja, haina namna. Mashujaa wale sisi tulipiga 6, wao wamempiga 2, wanasema wamejipata, wanamtaka Yanga. KMC na Wolves ya England hazichekani, unaelewa? Kwa hiyo sisi waje wawasifie hao wachezaji wao wakicheza dhidi yetu. Msimu jana kulikuwa na sakata la hatuchezi, wakasema hatuwezi kupewa ubingwa pasipo Mpanzu kukabwa. Lakini Mpanzu huyu akikutana na KMC, Lionel Messi kaja bora. Mpanzu huyu akikutana na Mashujaa, KDB kaja bora. Mpanzu huyu akikutana na Fountain Gate, utasema Bruno Fernandes kaja bora. Ila Mpanzu huyu akikutana na Azam, ataitwa shabiki wa Azam. Mpanzu huyu akikutana na Yanga, ataitwa shabiki wa Young Africans. Kwa hiyo hao wachezaji wao wanaowasifia hawajakutana na Young Africans, waje waanze kuwasifia wakiwa wanacheza dhidi yetu. Huyo ula sijui Gee, waje wawasifie kwenye uwanja wa Guantanamo wakiwa wanacheza na Young Africans, na sio wawasifie dhidi ya timu ambayo ina mipango ya kushuka daraja. Timu nyingine imeshagongwa na Yanga goli 6, alafu wao ndio wanasema kwamba wanaula sijui alikuwa anamweka Pakome benchi akiwa Aseki, sijui yani hivyo vyote watavizungumza siku ya tarehe 1. Muhimu walete timu uwanjani. Hii kama TBS mpaka mthibitishe ndio iwe tumiki. Yeah. Na hapo ndio utakuwa umeshajidhihirisha kwamba wachezaji wako wana usalama wa TBS, yani wamethibitishwa na TBS, wako salama kutumika katika engo zote. Nini hasa kilikuwa kinawapa kiburi kwa sababu baada ya mechi mbili maneno mmoja shabiki wa Simba tarehe moja nini ilikuwa kinawapa kiburi kwa namna walivyoanza baada ya kushinda dhidi ya Stade Malien? Ukisikia wanakuambia kwamba tunamtaka Yanga hata leo, lakini baada ya Yanga kutolewa jana kwenye michuano ya kimataifa hausikii hiyo kauli ikiendelea kwamba tunamtaka Yanga, na huwaoni, na hiyo kauli kutoka huko usisikie mpaka tarehe 1. Na tarehe 1 za chini wameanza kutuma maombi hiyo mechi pelekwe, mara sijui kutakuwa na mashindano ya Qur'ani, mara sijui kutakuwa hivi, mara sijui watu watakuwa wanafuatilia mashindano ya Qur'ani vikaenda vikarudi. Sisi humo kwenye mashindano ya Qur'ani ndimo tunamotaka tupite. Yaani wao hakuna sheria inayosema kwamba sheria ya mpira inayosema kwamba ukiwa na mashindano ya Qur'ani basi mpira usichezwe. Wao walete timu uwanjani tuwapelekee moto. Kufungwa na Yanga ni swala la kawaida, umeelewa? Yaani ni haki yake kama Mashujaa anavyofungwa, KMC anavyofungwa, na wao ni haki yao. Na ndio maana tangia kuanzishwa kwa ligi ya Tanzania mwaka 65 mpaka leo, statistics za Simba na Yanga, Young Africans anaongoza kwa clean sheet dhidi ya Simba, magoli dhidi ya Simba, na kila engo Simba hafurukuti. Kwa hiyo Simba kumfunga Yanga ni surprise. Ndio maana Simba alivyomfunga Yanga mwaka 2022-23 timu ikiwa na Nabi kama sikosei, goli la yule nani yule walimemuuza kwenda Libya, mkandaji wenyewe wanamuita, umeelewa? Na goli la Enonga, umeelewa? Walimfunga Yanga wakafanya sherehe. Shabalala si alikuwa kule,
alivua shati akakata mauno mbele ya mashabiki. Sasa uongo. Mo alisafiri kwenda Marekani, alichinja ng'ombe Marekani. Mo akafanya sherehe, amefunga Yanga. Lakini Yanga tumemfunga Simba mara ngapi? Mo tunafanya sherehe. Kwa hiyo yule ni dozi, yani akija kwetu si kumfunga, ni kawaida yetu, yani ni haki yake, kama Madrid anavyopata haki yake kutoka kwa Barcelona. Ndio maana unaambiwa dunia nzima inamwogopa Madrid, lakini Madrid anaiogopa Barcelona. Afrika nzima ilikuwa inamwogopa Simba, ila Simba anaiogopa Yanga. Basi nikushukuru, ndio nimtakia kila la heri kwa tarehe moja tuone. Karibu.